Nimekuja hapa hospitali ya mkoa ya rufaa kwa ajili ya matibabu ya kinywa na meno. Mama mjamzito hasijui haruhusiwi kung'oa jino, unakaa na maumivu muda wote wa ujauzito. Hiyo sio kweli. Jina naitwa Dr. Thumani Adam Yatera, ni daktari wa kinywa na meno hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Kinywa na meno tunaongelea sio meno peke yake, tunaongelea na kila kitu mdomoni kinachozunguka meno, ulimi, fizi na mataya, mashavu. Hayo yote ndo yanahusisha kinywa. Kwa kila kilichopo kinywani pamoja na meno yote tunahusika nayo. Idara ya kinywa na meno hospitali ya mkoa wa Manyara imeboresha sana huduma zake, kuanzia vifaa mpaka na matibabu. Matibabu tunayotoa, tunafanya matibabu ya mzizi, kuua mzizi wa jino kama jino lilikuwa limeathirika sana, lakini pia tunafanya matibabu ya fizi kwa wagonjwa wenye shida za fizi. Tunafanya kusafisha meno, pia kwa jino ambalo limeshafikia hatua ya mwisho tunaweza pia kulitoa. Idara ya kinywa na meno imejitahidi pia, tuseme hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara imejitahidi kuboresha huduma zake za kinywa na meno kwa kuboresha zaidi vifaa. Tumenunua mashine kubwa sana ambayo zamani ilikuwa inapatikana kwenye hospitali kubwa kama Muhimbili peke yake, labda kidogo tungeweza kuitaja na Benjamini, lakini sasa hivi inapatikana hapa hospitali ya mkoa wa Manyara. Ni kama ni CT scan ya kinywa na meno, inaitwa CBCT. Lakini pia tuna mashine ya X-ray ya meno, yani tukilihitaji jino moja kulitizama kwa undani, X-ray yake tunayo na ni ya kitaalamu, digital kabisa, inapatikana hapa hospitali ya mkoa wa Manyara. Lakini na vifaa vingine naweza nisivitaje vyote lakini pia tumenunua viti vya matibabu, dental chair za kisasa kabisa za kinywa na meno, zenye teknolojia ya kisasa. Kwa hiyo haya yote yanarahisisha sana matibabu yetu tuyafanye kwa ubora unaostahili. Kwa majina yangu naitwa Maxon Leole, ni mfanyabiashara wa mkoa wa Manyara, natokea Endasaki. Nimekuja hapa hospitali ya mkoa ya rufaa kwa ajili ya matibabu ya kinywa na meno. Kikweli nilikuwa na sita kuja siku nyingi kwa sababu nilikuwa sijui huduma za hapa zikoje. Lakini baada ya kufika hapa nimefurahia mno huduma, kwa sababu kuanzia daktari aliyenihudumia Dr. Mary na vyombo vilivyovikuta vya kisasa vya kumhudumia mgonjwa wa kinywa na meno, hakuna maumivu yoyote yale. Nimepata huduma ya kusafishwa kinywa na meno, nimejisikia very comfortable. Yani nashauri wengine kama mimi ambao wana sita kuja hospitali hapa, waje tu wajionee huduma zilivyokuwa nzuri na afya inarejea kuwa nzuri. Hata nafikiri ukirudi nyumbani kama ni baba, basi tabasamu kwa mama linaongezeka, maisha yanakuwa mazuri sana. Kwa kiukweli nimefurahia, na nawashauri wenzangu wote ambao wana sita kuja waje, kwa sababu afya ni mtaji.
Kwa ukiwa na afya nzuri ya mwili, kinywa na meno, basi mambo yanaenda vizuri. Matibabu haya si kwa wagonjwa peke yake. Matibabu ya kuja kumuona daktari wa kinywa na meno ni muhimu kwa mtu awaye yoyote, hata ambaye hana shida yoyote ya kinywa na meno. Tunashauri wamuone daktari walau mara 2 kwa mwaka, kwa sababu daktari anaweza kuona magonjwa ambayo hayajatambulika mapema au hayawezi kuonekana kwa urahisi, na hivyo ukawahi matibabu ili kuepuka gharama na madhara zaidi. Kwa hiyo tunashauri watu wote, jamani, wana Manyara, sisi tupo kuwahudumia. Karibuni, unakuja tu na sasa nimekuja kufanya check up, niangalie kama nina shida yoyote mdomoni, tutakuhudumia, na kama shida zipo tutazitatua. Lakini pia ningependa kushauri na wakina mama wajawazito, jamani, muwahi kufanya check up za utafiti wa kinywa na meno. Kama una madhara una ugonjwa wote, utibiwe mapema. Ile dhana kwamba mama mjamzito hasijui haruhusiwi kung'oa jino, unakaa na maumivu muda wote wa ujauzito, hiyo sio kweli. Tunawashauri muwahi kabla mapema ili kuepuka madhara. Wakina mama zangu, dada zangu, karibuni sana hospitalini kwetu, tutawahudumia. Katika check up, naomba niwashauri na wagonjwa wa kisukari. Hawa ni wahanga wa magonjwa ya fizi. Yaani wanasema magonjwa ya kisukari na magonjwa ya fizi tuseme, yani vinaenda sambamba, kwamba mgonjwa wa kisukari anaweza kushambuliwa kirahisi fizi zake akapata magonjwa ya fizi, lakini pia wagonjwa mtu mwenye kisukari akipata ugonjwa wa fizi unafanya kisukari yake iwe mbaya zaidi, yani unafanya hali yake inakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo ni muhimu wagonjwa wa kisukari wafanye check up na watibiwe magonjwa ya fizi ili kuboresha matibabu yao ya fizi. Kwa majina naitwa Elizabeth Saidi Yusufu, ni mteknolojia meno katika hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Katika kitengo chetu cha kinywa na meno tunatoa huduma ya meno bandia. Na siku ya leo tutaelezea baadhi ya vitu ambavyo vinahusiana na meno bandia. Ningependa kuwafahamisha aina za huduma za meno bandia ambazo zinapatikana katika idara yetu ya kinywa na meno katika hospitali ya rufaa mkoa wa Manyara. Meno bandia ambayo tunatoa ni meno bandia ya kuvaa na kuvua na meno bandia ya moja kwa moja, ambayo meno bandia ya kuvaa na kuvua wanapenda kuyaita denture. Yes, yanafahamika kama denture. Na meno bandia ya moja kwa moja tuna bridge, pia tuna crown. Hizo ndo huduma ambazo zinapatikana katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Mimi kama mteknolojia wa meno napenda kushauri kwa watu ambao wamepoteza meno, wana mapengo au ni vibogoyo, wafike katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara au hospitali ya karibu kwa ajili ya kupata huduma za meno bandia. Kwa sababu meno bandia yanafanya kazi ambayo ni ile meno asilia hufanya. Nashauri watu waweke meno bandia kwa wale ambao wamepoteza meno asilia. Mwisho kabisa, ningependa kuwakaribisha katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Tunatoa huduma za meno bandia katika kitengo chetu cha kinywa na meno. Meno bandia ambayo tunatoa ni meno bandia ya kuvaa na kuvua na meno bandia moja kwa moja. So karibuni sana kwa huduma nzuri. Tunapatikana kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa.